Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kujiungamanisha na vipindi vya nyuma, ukafuatilia hata mafundisho ya nyuma, utabarikiwa sana. Ni mengi sana kwa namna jinsi Mungu anavyozidi kujifunua kwa watu mbalimbali ili tupate kupona, kwa sababu nyakati tulizo nazo ni nyakati za neema ya mwisho, na baada ya hapa palapanda itapigwa kwa ajili ya kunyakuliwa, kwa ajili ya unyakuo, ili tupate kuishi maisha ya umilele ambayo tumeahidiwa na Yesu Kristo kabla hata ya kifo chake, kwamba amekuja kutulejeshea kila kitu, na baada ya kupaa alituahidi atarudi hivyo hivyo kuja kulinyakua kanisa. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo zinazopatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 6. Tutaanza na siri ya kwanza, kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Nini tunapojifunza siri ya kwanza hii ya Yesu Kristo ambayo aliachilia katika kitabu cha Warumi kutumia mtumishi wake Paulo? Tunaposema kufa na kufufuka pamoja na Kristo, maana yake tunazungumzia ubatizo. Maana yake ni nini? Ile ni ishara, ni ubatizo umebeba ishara ya maisha ya kufa na kufufuka, kama jinsi alivyokufa na kufufuka Yesu Kristo. Nuhu pale alipoagana na Mungu baada ya kutoka kwenye safina, alipewa ishara ya upinde kama agano la milele. Kwa hiyo ishara siku zote hata leo inapoonekana inamkumbusha Mungu jinsi agano alilofunga na baba yetu aliyevuka safina na watu 8 akiwemo na yeye.
maana alisema hataipa tena adhabu dunia kwa maji. Maana ile ishara ni amina na ni kweli. Na Yesu Kristo alikuwa amepewa zamana na Mungu na ndiye Mungu mwenyewe, kwa sababu tunaposema Yesu Kristo ukimuona umemwona Mungu. Aliachilia ishara ya ubatizo. Ubatizo huo unatoa ishara ya kwamba tutakufa na kufufuka na tutaishi maisha ya umilele. Tunapojifunza kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo, tunazidi kudhibitishwa ishara hii ni hakika na ni kweli. Hata kama tukifa, tutakuja kufufuka pamoja na Yesu Kristo na kuishi naye maisha ya umilele. Lakini kitu kingine, neema, tunaokolewa na neema. Neema si chanzo cha kutenda dhambi. Unapobatizwa kwa jina la Yesu Kristo, maana unaishinda dhambi kama jinsi alivyoishinda Yesu Kristo. Maana tunapobatizwa kwa jina la Yesu Kristo, tunafanywa kushinda dhambi. Dhambi ipo ulimwenguni, lakini tunaishinda tu pale tunapobatizwa kwa jina la Yesu Kristo na kuwa na nguvu za Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu. Ukumbuke kuishi kwetu ni Yesu Kristo na kufanya matendo yetu ni Yesu Kristo. Hili ni fumbo la Mungu, nalo hulijua wale wanaomwamini Yesu Kristo. Siri ya pili, watumwa wa kutenda haki. Nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha! Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni mtumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni mtumishi wa utii uletao haki. Lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. Na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Ni faida gani basi mliyopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nini tunajifunza hapa tunaposhuhudiwa na Paulo kupitia kitabu hiki anapotuambia tuwe watumwa wa kutenda haki? Unajua, kuna jambo moja nataka nikukumbushe. Unapokuwa katika dhambi, unakuwa mtumwa wa dhambi, na mwisho wake hakuna faida. Ujira wake ni mauti, napo ni mauti ya milele pasipo uzima wa milele. Yesu alipokuja akasema muwe watumwa wa haki, wa kutenda haki. Na kutenda haki faida yake, mshahara wake ni uzima wa milele. Maana yake ni nini? Unapomtumikia shetani uwe na uhakika hautaurithi uzima wa milele. Lakini unapomtumikia Yesu Kristo kwa kutenda haki, uwe na uhakika pia utaurithi uzima wa milele. Maana kuna jambo moja, wewe unapokuwa mzinzi, furaha yake ni ya dakika moja. Unapokuwa mpiga rushwa, furaha yake ni ya sekunde. Unapokuwa mpenda pesa kuliko maelezo, furaha yake ni kuzishika pesa, na mwisho wako ni mauti. Na pesa ni sawa na mchanga kwa mtu ambaye hana uzima wa milele, maana haiwezi kumwokoa wala kumpa uzima wa milele. Maana tunapomwamini Yesu Kristo na kutenda haki, tunakuwa na uzima wa milele. Kumbuke jambo moja, uzima wa milele una thamani kuliko pesa. Uzima wa milele una thamani kuliko nyumba. Uzima wa milele una thamani kuliko magari na vitu vingine. Ndivyo maana shetani alipoingia bustani ya Edeni, alimdanganya Eva akamwambia utakuwa na maarifa, utakuwa na ujuzi, utajua mema na mabaya. Lakini alipofika kwenye pointi kwamba hakika mtakufa kama Mungu alivyowaambiaga mwanzo kabisa wazazi wetu Adamu na Hawa, akasema hamtakufa. Maana uzima ni zawadi ambayo ni kubwa kuliko vitu vingine. Maana
Pesa pasipo uzima ni kazi bure. Kwa hiyo tunapoambiwa tuwe watumwa wa kutenda haki, tuwe watumwa wa kutenda haki ili tupate kuishi maisha ya umilele, wala sio kazi. Kumsaidia mtu ambaye ana shida sio kazi. Kuacha kula rushwa sio kazi. Kwa hiyo tunafundishwa tutii agizo la Yesu Kristo ili tupate kutawala pamoja na Yesu Kristo. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.